cha saa ya urithi wa wokovu na uzima wa milele. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mtumishi wa Mungu, Mchungaji Pascal Linus Mgilie wa kanisa la EAGT Bethlehem. Chukua daftari lako, chukua kalamu yako, na tutakuwa na somo lenye kichwa kinachosema matunda 9 ya Roho Mtakatifu. Matunda 9 ya Roho Mtakatifu. Matunda 9 ya Roho Mtakatifu. Unaposoma katika kitabu kile cha Wagalatia sura ile ya 5 mstari wa 22, Biblia inasema, Wagalatia 5 mstari wa 22, lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Yani juu ya upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole na kiasi. Mtu anayeishi katika mambo haya hapaswi kuwa mtu wa kuenenda kwa sheria, kwa sababu matendo haya au matunda haya ya Roho Mtakatifu ndiyo ukamilifu wa sheria. Wakati mwingine tunakuwa watu wa kupractice sheria kwa sababu watu tumeshindwa kutembea katika upendo na matunda ya Roho Mtakatifu. Na katika maisha haya tunayoishi sasa katika ulimwengu huu, ni vigumu sana kumtambua mtu ni mtu wa namna gani, ni mtu wa upande gani, ni mtu wa upande wa Mungu au upande wa shetani, ni mtu wa giza au ni mtu wa nuru, kama hujui matendo au matunda ya Roho Mtakatifu ni ya namna gani. Kwa sababu Biblia inasema tutawatambua watu kwa matunda wanayozaa. Na watu wote duniani unapaswa kufahamu kwamba Biblia inawataja kama miti. Miti waliookoka wanaitwa miti iliyo hai, wamepandwa katika nyumba ya Bwana ili wapate kuzaa matunda mazuri yanayokaa, wapate kuzitangaza fadhili za Bwana. Na elewa, miti yote sio miti inayozaa matunda mazuri. Kuna miti inazaa matunda mabaya na kuna miti inazaa matunda mazuri. Sasa unawezaje kutambua mti huu ni mti mbaya? Ni kwa kuangalia matunda yanayozaliwa na mti huo. Sema amen, haleluya. Watu tunaoishi kwenye mitaa yetu, majirani, ndugu zetu, watu mbalimbali tunaofanya nao kazi, wafanya biashara wenzetu, watu ambao tunashirikiana nao katika masomo, ni miti. Ili uweze kumtambua mtu unayeshirikiana naye kama mti bora unaotoa matunda mazuri, lazima uangalie matunda yake. Watu wengi wamepata hasara na wameumia kwa kujiingiza kushirikiana na watu wabaya kabla ya kuchunguza na kuangalia matunda ya maisha yao. Hivi unaelewa, kuna mtu akiingia kwenye maisha yako yanaharibika kabisa. Kuna watu walijiunganisha wakawa marafiki na watu, maisha yao yakaharibika, uchumi wao ukaporomoka, biashara zao zikafirisika, mifugo yao ikafa, mashamba yao yakaharibika, kila kitu walichonacho kikaharibika. Kwa nini? Walijiunganisha na mtu ambaye ni mti unaotoa matunda mabaya. Na maandiko yanasema watu wawili hawawezi kwenda njia moja kama wasipopatana. Elewa, kama wewe ni mtu mwema ukijiunganisha na mtu mbaya, kuna mambo mawili yanaweza kutokea. Jambo la kwanza, wewe umbadilishe yule mtu mbaya awe mwema kama wewe, au yeye mtu mbaya akubadilishe wewe mtu mwema uwe mbaya kama wewe. Na watu wengi ambao ni wema wanapojiunganisha na kuingia katika maisha ya watu wabaya, 95% huharibiwa na kuwa watu wabaya. Na ndio maana Biblia inasema, angalieni mtautambua mti kwa matunda yake. Kwa sababu zama hizi ni zama za uovu. Manabii wa uongo wengi wamekwisha tokea, na lengo la manabii wa uongo sio kukufanya wewe ubarikiwe,
au ufanikiwe, lengo lao ni kukupoteza. Maandiko yanasema ili yamkini wampoteze hata yule aliyemteule. Isipokuwa Biblia imetuonya kwamba kama tuna ufahamu tutawatambua kwa matunda yao. Haleluya. Kwa hiyo ni muhimu sana kufahamu kwamba sisi watu ambao tumeokoka ni lazima tuishi kwa kuwa na matunda ya Roho Mtakatifu. Kinyume cha hapo tutasali, tutafanya mambo mbalimbali kanisani, lakini mwisho wa siku ni kukataliwa. Biblia inasema siku hizo wengi wataniambia, Bwana, sisi tulitoa pepo kwa jina lako, tulihubiri kwa jina lako, tulitoa unabii kwa jina lako. Kutoa unabii sio matunda. Kuhubiri kama mimi ninavyohubiri hapa sio matunda. Lazima uelewe. Kwa sababu hata nabii wa uongo anahubiri, anatabiri. Kutoa pepo sio matunda. Kuponya na kufanya ishara na maajabu sio matunda. Na ndio maana wengi siku hizo watajitetea wakisema, tulitoa pepo, tulifanya ishara, tulitoa unabii, sio tulifanya mambo gani na mambo gani. Lakini anasema, ondokeni kwangu, siwajui ninyi mlio wafanyaji wa udhalimu. Kwa hiyo matunda ya Roho yataonekana katika mwenendo wako, katika tabia yako, jinsi unavyoshirikiana na watu, jinsi ulivyo na heshima, jinsi ulivyo na adabu, jinsi unavyoishi kwa unyenyekevu. Hayo ndiyo matunda ya Roho Mtakatifu. Piga kelele, sema amen. Kwa hiyo unaweza kuona katika kitabu kile cha Mathayo sura ya 7 mstari wa 16, unaweza kuona Yesu anawaonya wanafunzi wake kwamba watawatambua kwa matunda yao, kwa sababu watu hawawezi kuchuma zabibu katika miiba au tini katika mibaruti. Sasa tunda la kwanza kabisa ambalo linatajwa katika maandiko ambayo tumeyasoma linaitwa upendo. Upendo ni tunda la kwanza la Roho Mtakatifu. Nini maana ya upendo? Neno upendo linatokana na neno la Kigiriki au Kiunani linaloitwa agape. Neno upendo ni neno linalotokana na neno la Kigiriki linaloitwa agape, likiwa na maana ya upendo wa kimungu. Upendo wa kimungu. Upendo huu ni tofauti na upendo wa kibinadamu. Wanadamu wanaweza kupenda kwa sababu maalum. Mtu anaweza kukupenda na akataka kuwa karibu na wewe kwa sababu kuna faida anapata kwako, kwa sababu pengine nyumbani kwako kuna chakula cha kutosha. Kwa yule mtu anaandamana na wewe kwa sababu una pesa, kwa sababu una kazi nzuri, kwa sababu una nafasi serikalini, kwa sababu una nafasi pengine ni mbunge au ni waziri. Kwa hiyo unaona watu wanakuandama ukifikiri wanakupenda. Hapana, huo sio upendo wa kimungu, ni upendo wa vitu. Watu wanaweza kukupenda na kukuona wa thamani kama una vitu ambavyo vinawapatia faida, lakini upendo wa Mungu unapenda hata kama hauna kitu, bado Mungu anakupenda. Hata kama una aina gani ya maisha, Mungu anakupenda. Na huu ndio ushahidi. Katika kitabu kile cha Yohana sura ya 3 mstari wa 16, maandiko yanasema, kwa jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Lile neno jinsi hii lazima uwaze ni jinsi gani. Maana ile jinsi tuliyokuwa nayo sisi ambao kabla ya kuokoka tulikuwa ni watu wa aina gani? Tulikuwa ni watu wa jinsi gani? Tulikuwa walevi, tulikuwa waongo, tulikuwa washirikina, tuliovaa irisi, tuliokwenda kwa waganga wa kienyeji, tuliojaa chuki, tuliojaa uwaji, tulikuwa wavuta bangi, tulikuwa vibaka, tulikuwa waizi, tulikuwa na fitina, tulikuwa na uchafu wa aina zote. Lakini maandiko yanasema Mungu akatupenda, akatuokota kutoka katika uchafu wa dhambi zote tulizokuwa nazo, akatusafisha bure kwa damu yake ya thamani, bila kutegemea faida yoyote kutoka kwetu. Haleluya. Maandiko yanasema alitupenda upeo. Kupendwa upeo
ni kupendwa kupita vipimo vya kibinadamu. Mwanadamu leo anaweza akakupenda, kesho akabadilika, akakuchukia na akakuacha na akaondoka kwenye maisha yako, lakini sio Mungu. Huyo Mungu wa Ibrahim amesema nitakuwa pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Upendo wake haubadiliki. Upendo wake hauna mipaka. Upendo wake hauna masharti. Upendo wake hauna condition. Amekupenda bila kujali unatokea ukoo gani. Hivi unaelewa, kuna watu tumetoka kwenye vijiji ambavyo tunaona aibu kuwapeleka watu na marafiki zetu vijijini kwetu, lakini angalieni Mungu alivyotupenda sisi. Hatukumuomba atupende, lakini tulijikuta ametuchagua kwa upendo, akatutafuta toka huko vijijini kabisa, mahali ambapo wengine tulikuwa tujawahi kupanda basi. Wakati nilipokuwa nasoma Bible College mwaka wa kwanza, nilikutana na rafiki yangu mmoja, mwanachuo mwenzangu, alikuwa ametoka sehemu za Geita, amekuja chuo cha Biblia kwa mara ya kwanza, akashuhudia pale Chepo, akasema mimi namshukuru huyu Yesu kwa kuniokoa, kwa sababu kama sio wokovu wake mimi nisingepanda basi. Kitendo cha Yesu kuniokoa na kunipa wito wake, nimekuja chuo kwa kupanda basi mara ya kwanza tangu nimezaliwa. Huo unaitwa upendo wa Yesu. Kuna wengine hata kama sio wokovu usingefika mjini, wewe ungefia kijijini kwenu. Tumpe Yesu kwa upendo wake wa ajabu. Haleluya. Tumpe makofi ya nguvu kabisa. Alitupenda upeo, sio kwa sababu ya uzuri wowote tuliokuwa nao. Hakuna mtu hapa anaweza kusema mimi nimeokoka kwa sababu nina uzuri. Amna. Ni upendo wa Mungu. Nasema ni upendo wa Mungu. Nasema ni upendo wa Mungu. Sasa Biblia inasema tunda la kwanza kabisa la Roho Mtakatifu anapokuwa juu ya maisha ya mtu ni kutoa kitu kinaitwa upendo. Upendo huu una tabia zifuatazo. Tabia ya kwanza kabisa ya upendo ni nguvu. Nguvu. Unaposoma katika kitabu hiki cha Wimbo Ulio Bora, Wimbo Ulio Bora sura ile ya 8 mstari wa 6, Biblia inasema nitie kama muhuri moyoni mwako, kama muhuri juu ya mkono wako, kwa maana upendo una nguvu kama mauti. Kama vile ambavyo mauti ina nguvu ya kuua watu bila kujali huyo anayekufa ni maskini na kuna maskini zaidi yake wako nyuma yake wanamtegemea na bado anamuua. Biblia inasema upendo una nguvu kama mauti. Unaokoa bila kujali, huna sifa, wewe ni maskini, wewe si ni mtu wa namna gani. Upendo unashuka kwa nguvu yake, unakutoa kwenye mateso, unakutoa kwenye maumivu, unakutoa kwenye vifungo vya giza, unakutoa kwenye tamaa mbalimbali na kamba za mauti. Upendo una nguvu ya kuokoa. Nasema upendo una nguvu ya kuokoa. Upendo una nguvu ya kuponya. Upendo una nguvu ya kusamehe. Ni kwa sababu ya upendo wa Mungu tunasamehewa. Na ndio maana Biblia inasema kama Mungu angehesabu maovu yetu, nani angesimama? Ungekuwepo leo. Lakini ajabu ni kwamba uelewe kwamba upendo wa Mungu ni tofauti na upendo wa mwanadamu. Ni rahisi sana mwanadamu kusahau mema yako na kushikilia baya moja ulilomtendea. Na hiyo ndiyo tabia ya mwanadamu, kwa sababu mwanadamu mara nyingi anaishi chini ya uvuli wa giza. Kila wakati unapoishi katika uvuli wa upendo wa Mungu ni rahisi kuyakumbuka mema. Na ndio maana Mungu hata kama alimwambia Hezekia tengeneza mambo ya nyumba yako, hakika utakufa, maandiko yanasema Hezekia alipogeukia ukuta na kumkumbusha Mungu, kumbuka sina mema niliyofanya mbele zako mpaka uniue ghafla hivi, mpaka uniue kikatili hivi Mungu,
mbona niliwageuza Israeli wakakurudia wewe? Mbona nimevunja madhabahu za Baali? Mbona nimegeuza moyo wa baba ukamwelekea mwanae na moyo wa mwana ukaelekea wazazi? Mungu kumbuka. Maandiko yanasema Mungu akaangalia wema wa Hezekia akamwongezea miaka. Sema amen. Sema tena amen. Upendo una nguvu ya kusamehe. Upendo una nguvu ya kuponya. Una nguvu ya kurehemu. Una nguvu ya kuinua kutoka chini na kumketisha maskini kutoka jehani ili akae pamoja na wakuu. Haleluya. Upendo wa Mungu. Lakini vile vile upendo una bidii. Upendo una bidii. Kila wakati tunapokuwa tunahimizana sana kwenye masuala ya ibada na kuanza kukutafutana na kupiana simu na kusema fulani, mbona Jumapili ukuwepo kanisani? Mbona hatujakuona kwenye maombi? Mbona hujaja kwenye mazoezi ya kwaya? Mbona hujaja kwenye praise? Mbona sio hujafanya usafi kanisani? Mbona hutoi fungu la 10? Hayo yote ni matokeo ya watu kupungukiwa upendo. Kila wakati unapokuwa na tunda la Roho linaloitwa upendo, hutakosa bidii katika kuyatenda mapenzi ya Mungu aliye hai. Kwa sababu upendo ndiyo amri kuu na ya kwanza, na ndiyo inayobeba Torati na manabii. Mtu aliyefanikiwa kuishi katika upendo amefanikiwa kuitenda Torati yote. Sema kwa sauti amen. Na ndio maana unaposoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, Biblia inasema utampenda Bwana Mungu wako na kumtumikia kwa bidii. Kwa hiyo upendo utakupa bidii. Hutasukumwa swala la ibada. Hutasukumwa swala la kuwahi kanisani. Hutasukumwa swala la kuja kwenye maombi. Hutasukumwa swala la kutoa zaka ya fungu la 10. Hutasukumwa na mtu kushinda na kukataa dhambi. Hivi unaelewa, mtu ambaye hana upendo wa Mungu ndani yake, hana tunda la Roho Mtakatifu ambalo ni upendo ndani yake, kila wakati unapokwenda mbali na tunda la Roho Mtakatifu, alafu ukajipata umesafiri, umekwenda mbali na wapendwa wanaokufahamu, utajikuta unatenda dhambi kirahisi sana. Kwa nini? Upendo haupo ndani yako. Sema amen. Yani kila wakati unapopungukiwa upendo, na siku zote ibilisi na maovu yake anapambana na tunda la Roho linaloitwa upendo. Na maandiko yanasema siku za mwisho maovu yataongezeka, halafu upendo wa watu wengi utapungua, utapoa. Kwa nini upendo unapoa? Nini kinachoashiria upendo wa watu wengi kupoa? Tutapima upendo wa mtu kupoa katika bidii yake kwenye masuala ya ibada. Kila wakati unapopunguza bidii na juhudi katika kuyafanya mapenzi ya Mungu, tunafahamu upendo wako kwa Mungu umepungua. Kwa sababu amri kuu ziko 2. Ya kwanza, utampenda Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote, kwa akili zako zote, na kwa kila kitu ulicho nacho. Na ndio maana Musa alimwambia Farao, sisi tunakwenda kumtumikia Bwana Mungu wetu. Tutakwenda na watoto wetu na wake zetu na ng'ombe zetu na kila tulicho nacho tutakwenda nacho. Kwa hiyo upendo utamfanya mtu kutoa kila alicho nacho kwa ajili ya kumpendeza yeye aliyempenda. Unanielewa vizuri? Wangapi mmeolewa na wanaume wanaowapenda? Mwanaume anayekupenda yuko tayari kukugharamikia, kukulipia mahari. Leo tunatangaza uchumba hapa wa wiki jana. Unaonaje? Kapambana mpaka akalipa mahari. Nilikuwa namuona ananunua mchele pale dukani. Kwanza alinunua kilo 15. Baadaye akasema naona wageni wanaongezeka, kaongeza tena mchele. Kwa nini anatoa namna hii?
Na wakati mwingine hatujawahi kumsikia akisema leo kanisa nawapikia wali kwa sababu nawapenda. Kwa nini leo anapika wali? Kuna mtu kampenda. Haleluya. Kwa hiyo kitendo cha kupenda kinaonyesha sasa, kinadhihirisha juhudi. Sasa na wewe vile vile ukimpenda Mungu, hatutakulazimisha kutoa zaka ya fungu la 10, maana unampenda, utatoa bila kulazimishwa. Sasa kuna mtu yuko hapa tangu ameanza kusali kanisa hili hajawahi kutoa kitu kinaitwa zaka ya fungu la 10. Hatuwezi kumweka kwenye fungu la watu wanaompenda Mungu. Yesu anamuuliza Petro, "Je, wanipenda? Kama unanipenda, lisha wanakondoo wangu." Petro, unanipenda? Kama unanipenda, chunga kondoo zangu. Kama unanipenda, lisha wanakondoo wangu. Manake mtu yeyote anayempenda Mungu atajitoa kwa ajili ya Bwana. Na hivyo ndivyo maandiko yanavyotufundisha. Yohana anasema, Mungu amelidhihirisha pendo alilonalo kwetu, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu. Imetupasa sisi nasi kutoa uhai wetu kwa ajili ya hao ndugu. Upendo humfanya mtu kujitoa kwa ajili ya mtu mwingine. Kwa hiyo amri ya kwanza ya upendo inamuelekea Mungu. Tunapaswa kumpenda Mungu kwa mioyo yetu yote, kwa roho zetu zote, kwa akili zetu zote, na kwa nguvu zetu zote. Na vile vile katika kitabu cha Mithali 3:5 maandiko yanasema, utamheshimu Bwana Mungu wako kwa mali zako zote. Kama unampenda Mungu utamheshimu kwa mali zako. Lakini amri ya pili ni inafanana na hiyo, utampenda jirani. Sema amen. Kwa hiyo upendo una tabia ya kutoa bidii ndani ya mtu. Upendo vile vile una tabia ya huruma inayomsukuma mtu kujitolea kwa ajili ya ustawi wa mtu mwingine. Hiki ndio kitu ambacho kinapotea sana katika kanisa la Kristo duniani. Huruma inayotokana na upendo, huruma inayomsukuma mtu kujitoa kwa ajili ya faida ya mtu mwingine. Yesu hakuwa na shida yoyote. Alikuwa mwana wa Mungu. Alikuwa ameketi kwenye kiti cha enzi mbinguni. Alikuwa hana tishio lolote la mauti, wala alikuwa hana tishio lolote la ibilisi. Lakini maandiko yanasema kwa sababu ya upendo na msukumo wa huruma, Yesu akaacha enzi, akaja duniani, akatuokoa ili ni sisi nasi tupate kufurahia uzima wa milele. Kwa hiyo upendo ni ule ambao unampa mtu huruma ya kujitoa kwa ajili ya faida ya mtu mwingine. Huwezi kulalamika pale ambapo tunahimiza kwamba jamani, mwenzetu kapatwa na msiba wa baba yake, basi na tujitoe, tuchange, tumtie moyo. Usiye na upendo wala huruma inayomsukuma mtu kujitoa kwa ajili ya faida ya mtu mwingine, utaanza kulalamika, michango imezidi, michango imezidi, michango imezidi. Elewa umepungukiwa upendo na tabia muhimu ya upendo inayoitwa huruma, inayomsukuma mtu kujitoa kwa ajili ya faida ya mtu mwingine. Piga kelele, sema Yesu nisaidie. Ongeza sauti, sema Yesu nisaidie. Kwa hiyo swala la wewe kuja kanisani na kuongozwa sala ya toba, usijidanganye kwamba umefika mbinguni. Unayo kazi kubwa kuliko kuingia na kuongozwa sala ya toba. Haleluya. Utakutana na milima, utakutana na miba, utakutana na vikwazo, utakutana na vizuizi. Maandiko yanasema atakayevumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Kwa hiyo unaweza ukaishia ukaja kanisani, umefanya maamuzi ya kwenda mbinguni, ukaishia kanisani, usifike mbinguni. Na ndio maana kila mmoja anapaswa achukue mzigo wake mwenyewe. Tatizo la watu wengi wanaishia njiani kwa sababu wamekuja na mizigo yao. Wanapaswa wabebe mizigo yao wamfuate Yesu. Lakini kwa sababu ya udanganyifu wa shetani na wanadamu waliowakuta pale,
wanaanza kubeba na mizigo ya watu wengine, mwisho inawalemea, wanaanguka, wanashindwa kuendelea. Utakutana na watu wanaokutwika mizigo kwa umbea wao, kwa masengenyo yao, kwa kuteta, kwa kutengeneza vikundi vya masengenyo. Kadri unavyowasikiliza, usielewe, usije ukafikiri ni unasikiliza tu. Hiyo ni mizigo anakubebesha mbali na mizigo ulionayo, na hivyo ndio utakuwa mwanzo kupotea kwako. Kwa sababu mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Kwa nini unaharibika katika tabia njema? Ni kwa sababu yale mazungumzo yamekuwa yamebeba tabia, yamebeba mwenendo, yamebeba nia, yamebeba diversion. Na ndio maana huwa nawaambia humu kanisani tupendane, kwa sababu ndiyo amri ya Mungu, lakini tusiaminiane. Wa kumwamini ni mmoja, ni Yesu Kristo aliye hai. Haleluya. Mshike jirani yako, mwambie nakupenda sana, lakini sikuamini, maana we ni mtu. Na ndio maana Biblia inasema Mungu sio mtu hata aseme uongo. Maana yake mwanadamu saa yoyote anaweza akabadilika, akakudanganya na ukapotea. Tupendane, tusiaminiane. Nikawa namsikiliza shirika mmoja anawaambia wenzake, nyinyi niaminini mimi. Nikawaambia nyinyi mnapotea, msimwamini. Kwa sababu gani? Biblia inasema wajinga huamini kila neno, lakini wenye busara huangalia sana jinsi wanavyoenenda. Yaani watu wenye akili zao na wenye Roho Mtakatifu na wenye matunda ya Roho Mtakatifu hawaamini kila neno, hawamwamini kila mtu. Wanamjua baba yao, wanamjua mchungaji wao. Haleluya. Wanaijua sauti ya mchungaji wao. Kwa maana Yesu anasema kondoo wangu na wajua, nao wananijua, na sauti yangu wanaijua, wala hawatafuata wageni, maana hawazijui sauti za wageni. Unaingia hapa kanisani, umeletwa na Bwana, unasahau wito wako wa kumfuata Bwana, unaanza kufuata watu, unapotea. Hata wachungaji vile vile upotezwa na makundi ya wachungaji waasi. Nikutana na mchungaji mmoja amekuwa mlevi pale mjini, niliyemfahamu na niliyefika paka kanisani kwake, aliyekuwa na kanisa la watu 300 mpaka 500. Alianza kujiunganisha na marafiki manabii, wakaanza kumfundisha uzinzi na pombe. Amebadilika, amekuwa mlevi, amenyang'anywa kanisa, hana pa kulala, analala kwenye vibaraza vya mjini. Na hii sio hadithi, ni ukweli. Nikamwona anatembea na yumba, nikamuita kwa jina lake fulani, akageuka akaja kwenye gari yote imegeuka kama kilabu ya pombe, ananuka pombe. Aliponiangalia akasema, Pascal ni wewe? Akalia machozi, kilio cha uchungu. Akaniambia, huwezi kuamini, lile kanisa nimenyang'anywa, walioniponza ni fulani. Anawataja wachungaji na manabii, ni fulani na fulani na fulani. Wao walishakuwa makonkodi wa kunywa pombe, wala hawalewi. Mimi nikaanza kuonja, ikanichukua, ikanibeba. Nimeathirika, siwezi kujizuia tena. Kwa hiyo kila mtu amfuate Yesu. Nasema kila mtu amwangalie Yesu. Haleluya. Na ndio maana maandiko yanasema Musa amemuinua nyoka jangwani. Kila aliyeachana na mambo mengine akamtazama nyoka wa shaba jangwani, akapona matatizo yake. Hali kadhalika mwana wa Adamu ameinuliwa juu ya msalaba. Kila anayemwamini, kila anayemtazama, kila anayemtumainia atakuwa salama, kwa kuwa yeye ndiye nuru ya ulimwengu, na yeyote amfuataye hata enenda gizani kabisa. Ukianza kusikiliza watu na fata mashauri ya watu, uwe na uhakika utatoka nuruni, utaingia gizani. Ijapokuwa sio kila anayeshauri ni ushauri mbaya, ni lazima uwe na akili ya kupima ushauri wa wanadamu. Hatukatai, tunaweza kukushauri na ukautendea kazi ushauri wetu mwema na ukafanikiwa. Lakini ni lazima uwe na akili ya kupima ushauri unaopewa.
Kama mtu anakushauri ushauri wa kwenda mbali na ibada, kwenda mbali na neno la Mungu, kwenda mbali na huduma yako. Kuna watu meacha huduma humu kanisani kwa sababu ulishauriwa au mlishauriana. Na ndio maana Daudi anasema, wajapo anguka 1000 kulia kwangu nitatumaini, wakianguka wengine 1000 kushoto nitamwangalia Bwana, sitawaangalia wanadamu. Haleluya. Huku duniani yani hakuna pepo atakuja kunyang'anye haki yako ya kuingia uzima wa milele. Ni mwanadamu mwenzako uliyempa moyo wako. Na ndio maana Yesu anasema, shika sana ulicho nacho, asije mtu akaitoa taji yako. Sio pepo atatoa taji yako, ni mtu ambaye umempa moyo wa kumsikiliza. Kila mtu alikuja kwa nafasi yake kanisani, kwa siku yake kanisani. Hamkupitiana kuja kuokoka. Kila mtu alisukumwa na Roho Mtakatifu peke yake. Kwa hiyo kila mmoja asimame na Mungu wake peke yake. Lakini vile vile tabia ya upendo nyingine, upendo hufunika wingi wa dhambi. Lazima tufahamu kwamba tunaishi duniani na wala sio mbinguni. Lazima pia tufahamu kwamba tunaishi na wanadamu na wala sio malaika. Wanadamu wenye madhaifu mbalimbali. Hata kwenye ndoa huko, wake zetu na waume zetu sio malaika, ni wanadamu, wana udhaifu, wana mapungufu. Tunda la upendo litatusaidia kufunika na kusitiri wingi wa ubaya, wingi wa kasoro, wingi wa udhaifu wa hao watu tunaoshirikiana nao. Na unapopungukiwa na upendo, hatari yake ni hii. Yani hatari ya kupungukiwa na tunda la Roho, upendo, ni kila wakati unapokutana na mapungufu ya mtu mwingine ambayo kwa kawaida yanakukwaza. Kitendo hicho cha wewe kupungukiwa pendo au tunda la Roho ambalo ni upendo, ni kuchipuka kwa shina la uchungu. Unapopungukiwa tunda la Roho, halafu unakutana na mapungufu ya watu wengine ambayo kwa kawaida yanakwaza, matokeo ya wewe kukutana na yale makwazo ya mapungufu ya wale watu wengine ni wewe kuchipuka kwa shina la uchungu. Na kwa sababu huna upendo ndani yako, upendo ambao unaweza ukaachilia neema ya kustahimili makwazo na mapungufu ya watu wengine, matokeo yake uchungu ukichipuka unabadilika, unakuwa msengenyaji, unakuwa mtu mwenye mashutumu, unakuwa mtu mwenye lawama. Yani yule mtu aliyekukwaza kwa sababu ya mapungufu yake, utambeba kila kona ya mtaa wako ukimsema vibaya. Elewa, kitendo cha wewe kumsema yule mtu aliyekuumiza kinatokana na wewe kupungukiwa tunda la Roho ambalo ni upendo, ambayo kazi ya upendo au tabia ya upendo ni kukupa wewe kustahimili wingi wa dhambi, kufunika. Na ndio maana maandiko yanasema, zamani za ujinga Mungu aliyaona matendo yote maovu, lakini alijifanya kama haoni. Sema amen, haleluya. Alijifanya kama haoni. Kwa hiyo hasara ya kupungukiwa tunda la Roho Mtakatifu ambalo ni upendo ni kukosa uwezo wa kustahimili au kufunika wingi wa dhambi, kusitiri wingi wa dhambi. Utakuwa ni mkosoaji kila wakati. Kwa hiyo sasa hasara sasa ya kupungukiwa tunda la Roho ndio hivyo sasa inapotokea sasa tunagongana. Kwa sababu lazima uelewe, kama nilivyotangulia kusema, tunaishi duniani wala sio mbinguni. Lakini vile vile tunaishi na watu wala sio malaika. Yani tunaishi na watu ambao wanaendelea kukamilishwa, wana mapungufu. Kwa hiyo uwe na uhakika utakutana tu na vikwazo. Upendo wa Mungu utakuhifadhi kusitiri makosa yasiwe vitu vya kukuumiza. Kwa sababu mojawapo ya athari ya kuumizwa kwa sababu ya kupungukiwa tunda la Roho ambalo ni upendo
ni shina la uchungu kuchipuka ndani yako. Na kazi ya shina la uchungu linapochipuka ndani yako, kwanza linakuumiza wewe. Tayari litazalisha uchungu moyoni, litazalisha kisasi, litazalisha kinyongo. Na hapo utakuwa umevunja amri ya Bwana ambayo amesema usiwe na uchungu moyoni mwako, wala usifanye kisasi juu ya wana wa watu wako. Ni lazima kumsamehe ndugu yako. Sasa matokeo ya wewe kuwa na shina la uchungu, kwanza utajipatia matatizo ya moyo. Utasababisha moyo wako kupanuka. Utasababisha moyo wako kuwa na magonjwa ya sukari. Utasababishia pressure. Utasababisha kukosa usingizi. Lakini vile vile utawaharibu na watu wengine. Kila unayemshirikisha uchungu wako ulioumizwa kule, elewa unamuua kama wewe ulivyokufa. Lakini tabia zingine za upendo zinatajwa katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 13. Sura ya 13 mstari wa 4. Biblia inasema upendo huvumilia, upendo hufadhili, upendo hauhusudu, upendo hautakabari, upendo haujivuni. Na hapa kwa kweli Mungu atuponye sana. Hapa kwenye kujivuna. Unaanza kujivunia vitu vya ulimwengu huu ambavyo vinapita. Yaani mimi Mungu aniponye kweli. Hata kama nitafanikiwa kuwa na milioni au bilioni 200 kwenye akaunti yangu, yaani Mungu anifungue macho nisione kwamba hicho ni kitu cha kujivunia. Kwa sababu kuna watu wanakufa, wanaacha hayo mapesa yote. Lakini upendo pia hautakabari. Kutakabari ni kitu gani? Maandiko yanasema mtu mwenye kiburi katika majivuno ya kutakabari kwake, watu humuita mbishi. Kwa hiyo ubishi ni tunda la kutakabari, na kutakabari ni zao la kiburi. Yaani ukiona mtu ni mbishi, hakubali kushuka, hakubali kuchukua nafasi ya chini, hakubali kunyenyekea, hapo unafahamu kabisa ndani yake hakosi kiburi, hakosi roho ya kutakabari, na hakosi ubishi. Lakini Biblia inasema upendo hautakabari, manake hauna ubishi, hauna kiburi, hauna majivuno, na yaani umejaa unyenyekevu. Hauna ubishi, hauna jeuri. Unyenyekevu. Na kipimo cha unyenyekevu hiki ni kipimo ambacho kweli kila mmoja anatakiwa kuomba neema. Sema amen. Sema tena amen. Kwa sababu kabla Mungu hajakuinua na kukupa nafasi ya juu, lazima upite kwenye mtihani wa kipimo cha unyenyekevu. Daudi kabla hajakalia kiti cha ufalme, japo alikuwa tayari ametiwa mafuta awe mfalme wa Israeli badala ya Sauli, hakukaa kwenye kiti cha ufalme haraka. Yaani Daudi alitesekea, alipita kwenye mtihani, kwenye kipimo cha unyenyekevu, akikimbizwa na kukosokoso kuuawa na Sauli kwa miaka mingi, kwa sababu Sauli alitawala zaidi ya miaka 30. Na Sauli alikataliwa na Bwana muda mfupi tu baada ya kutiwa mafuta. Lakini angalia, aliendelea kusalia kwenye madaraka na kwenye kiti cha ufalme ili ampitishe Daudi kwenye mtihani na kipimo cha unyenyekevu. Sema amen, haleluya. Kwa hiyo kuna watu wapo wamewekwa kwa ajili ya kuwapitisha wengine kwenye vipimo vya unyenyekevu. Anakupiga kwazo la ukweli, mpaka unashindwa kusema ni fulani kweli aliyenitendea hiki. Unapimwa ili Bwana aone kama utatakabari.
aone kama utashindana. Hii safari ya mbinguni msije mkafikiri ni lele mama. Ndio maana wengi watataka lakini wasiweze. Na Yesu alisema mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Yesu ni njia ya namna gani? Ni njia ya unyenyekevu. Na anaonyesha mfano wa unyenyekevu. Ili Yesu aweze kukalia kiti cha ufalme cha baba yake Daudi hata milele, ilibidi apitishwe kwenye kipimo cha unyenyekevu chini ya mkono wa Pilato na majeshi ya Kirumi yaliyomfanyia ukatili wa kila namna. Maandiko yanasema alionewa lakini alinyamaza, alitukanwa lakini alinyamaza, alikuwa na uwezo wa kujibu lakini alinyamaza. Kama kondoo apelekwaye machinjoni, ndivyo alivyonyamaza kwao wampigao. Naye akanyenyekea hata mauti ya msalaba, na kwa kitendo cha kushinda hicho kipimo cha unyenyekevu, Mungu alimuinua, akamwazimisha mno, akamkirimia jina lipitalo majina yote, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe. Ona kwanza tu kidogo unatimkia si wapi huko. Uisahau mbingu. Mbingu utaisikia tu kwenye redio. Mbingu ni ya wanyenyekevu. Nasema mbingu ni ya wanyenyekevu. Mungu mwenyewe anasema, nakaa mimi mahali palipo juu, palipo inuka, palipo tukuka, patakatifu, pamoja nao walio na roho zilizonyenyekea, zilizotubu. Bila unyenyekevu sahau kumuona Mungu. Unga mkono kama tuko pamoja. Sikiliza, hizi ni siku za mwisho, na injili hii imekwisha ingiliwa na manabii wa uongo. Wanaipotosha na kuiharibu kila siku, wakihubiri mema kwa watu wabaya. Hawaonyeshi watu njia ya haki na ya kweli. Wanawabariki watu wasiostahili kubarikiwa. Watu wanaostahili maonyo wanabarikiwa. Watu wanaostahili toba wanapakwa mafuta. Tutapataje kupona tusipoujali wokovu? Ni lazima tuwe na mioyo ya unyenyekevu iliyobeba tabia za upendo. Upendo usiotakabari, usiojivuna, usiobishana, usiotaka kulipa kisasi. Sikilizeni ndugu zangu, mbinguni ni mahali penye thamani sana. Na watakao ingia mbinguni ni watu ambao watakuwa wamechujwa sana. Haiwezekani tukawa huru kama zamani kabla hatujaokoka alafu bado tukawa na sifa ya kwenda mbinguni. Tunajidanganya. Hivi unaelewa moja ya mtego ambao unahatarisha maisha ya watu wengi ni kufikiri wana haki ya kwenda mbinguni bila kujitathmini vizuri maisha yao. Hivi hata mlevi unajua ukimwambia wewe uendi mbinguni, anapambana na wewe. Anakuambia nani haendi mbinguni? Naenda mbinguni. Na kijana mmoja nimuita ofisini hapa, ana zaidi ya mwaka na hajakanyaga kanisani. Nikamwambia wewe, mbona umemwacha Mungu? Akasema mchungaji, mimi sijamwacha Mungu. Yaani wewe ukae nyumbani mwaka mzima, usiende ibadani na bado unafikiri una Mungu. Umeshalogwa. Na ndio maana unaweza kumwona mtu anakunywa pombe na bado anakuambia mimi ni Mkristo, naenda wapi? Ameshaharibiwa ufahamu. Kwa hiyo wakati mwingine tunaweza tukaepo huko kanisani hatujitathmini vizuri kwa haki. Maandiko yanasema vipimo vya haki vinampendeza Bwana, lakini mizani ya upendeleo ni chukizo. Yaani unapofika mahali kwenye hukumu, kwenye mambo ya judgment, jihukumu mwenyewe kwa haki. Tathmini tabia zako mwenyewe kwa haki. Usijipendelee. Yaani usijiwekee jiwe kubwa upande wako, upande mwingine ukaweka jiwe dogo. Weka vipimo vilivyo sawa. Jipime. Jitathmini. Uone kama umekubaliwa au umekataliwa. Na ukijipima vizuri utagundua kasoro zako.
utakuwa na moyo wa toba na Mungu atakukaribisha kwake. Haleluya. Kumkaribia Mungu kunahitaji unyenyekevu, kunahitaji moyo wa toba, kunahitaji kujishusha. Yaani ukishafika mahali unajiweka kwenye nafasi fulani, hiyo ni hatari. Yaani saa yoyote utakutana na kipimo cha Mungu. Lakini tuangalie tunda la pili la Roho Mtakatifu. Tunda la pili ni furaha. Na kwa kweli mimi nataka niseme ukweli katika Roho Mtakatifu. Moja ya kitu ambacho sasa kimeibiwa na kinaendelea kuibiwa ndani ya kanisa ni furaha ya tunda la Roho. Watu wengi hawana furaha ya kweli katika ibada. Watu wengi hawana furaha ya kweli katika maombi. Na ndio maana unaweza mkaabudu mpaka mnahitimisha ibada, hakuna mtu ananena kwa lugha kwa furaha ya Roho Mtakatifu amekutana na Bwana. Watu wamejaa uchovu, watu wamejaa uzito. Matunda haya yanapokosekana, watu wanakosa furaha katika ibada. Maandiko yanasema katika kitabu hiki cha Zaburi ya 122, Zaburi ya 122 mstari wa kwanza, Biblia inasema nalifurahi waliponiambia na twende nyumbani kwa Bwana. Sema kwa sauti nyuma yangu, nalifurahi waliponiambia na twende nyumbani kwa Bwana. Niulize swali, ni wangapi leo mmesikia furaha, mmesikia shauku kuja ibadani? Lakini swali la pili, ni wangapi leo umejisukuma sana kuja ibadani? Yaani unaamka asubuhi unajisukuma, unajiamsha kwa kujilazimisha, yaani usikii kabisa furaha. Hapo unafahamu umeibiwa tunda la Roho Mtakatifu ambalo ni furaha. Wenzetu ambao walikuwa na tunda la Roho, walipoambiwa leo ni Jumapili, siku ya ibada. Kuna siku moja nilikuwa nimeamka usiku wa manane kuomba kwa ajili ya maisha yangu, lakini kwa ajili ya ibada. Katika kuomba kwangu niliomba katika vipimo vya juu sana vya uwepo wa Roho Mtakatifu katika yale maombi. Nilipomaliza maombi, moyoni nilisikia Roho Mtakatifu ananishuhudia, leo kanisani kuna kitu na kuna ibada isiyokuwa ya kawaida. Kwa hiyo sikupata usingizi tangu saa 9. Nasikia shauku ya kwenda kanisani mpaka asubuhi. Nikaamka 11, nikabandika maji, nikaoga. Nilikuwa naishi mbali kidogo na kanisani. Saa 12:30 nimeshaondoka. Kwa kawaida ibada ilikuwa inaanza saa 2:30 maombi mpaka saa 3. Mimi saa 1 kamili niko kanisani. Nasikia shauku isiyokuwa ya kawaida. Nasikia furaha ya kuwepo nyumbani mwa Bwana. Hivi unaelewa kwa nini watu wengi hawana shauku ya kuja ibadani? Ni kwa sababu pia wamepoteza connection. Muunganiko wao na mbingu umekatika hapo katikati. Kwa hiyo hawaoni kitakachojiri kwa ajili ya maisha yao katika ibada ya siku hiyo. Na ndio maana wanajiamsha kwa kujivuta, yaani kwa kujiinua, kwa kujilazimisha. Moja ya jambo litakalokupa furaha ya kuwepo nyumbani mwa Bwana kwa furaha ni mawasiliano yako na Mungu wako, mawasiliano binafsi. Mawasiliano yako binafsi na Mungu yanapokatika, usitegemee utakuwa na furaha ya ibada, utakuwa na furaha ya maombi. Hivi unaelewa, hata tunapotangaza maombi ya masaa 24, kuna mwingine anaona tangazo hilo ni kero. Kwa sababu gani? Tayari
mawasiliano yake na Mungu wake yalikwisha katwa. Wangapi bado mnayo furaha kujisikia kwamba umeokoka? Wangapi bado unayo furaha inapofika Jumapili unakwenda kanisani kwa furaha? Hivi unaelewa mtu anayeingia kanisani saa 4:30 amechelewa? Hiyo ni tafsiri kwamba hana furaha ya kuwepo nyumbani mwa Bwana. Kwa hiyo kuchelewa sana ibadani ni tafsiri ya kukosa furaha na ibada. Na kuna andiko moja nimesahau kulitafuta, linasema ikiwa hutaki kumtumikia Bwana Mungu wako kwa furaha, unatandikwa. Hivi unaelewa kukosa furaha katika huduma yako ni kosa kubwa sana. Yaani sasa hivi nasikia shauku, yaani nasikia huku ndani ya moyo wangu, yaani nina deni kubwa. Hata mkutano ambao tutaufanya pale Tengeru, jamani, nimeshawaambia wanakamati, hatutasubiri mchungaji alipe gharama za vyombo. Tutaenda na vyombo vyetu vyote. Piga kelele, sema amen. Kabisa. Vyote. Na sasa hivi mafundi wapo wanaliongeza jukwaa. Wanaongeza ile nguzo, itakuwa ndefu sasa mpaka kule juu. Kwa hiyo speaker zitaning'inia zote 8 na huku 8 tutazifunga, tutarindima pale siku 5 kwa furaha. Haleluya. Kwa furaha. Aya. Nalifurahia waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana. Furahia waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana. Mimi nilirukaruka waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana. Nilifurahia waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana. Oh twende nyumbani mwa Bwana. Oh twende nyumbani mwa Bwana. Ndugu yangu twende nyumbani mwa Bwana. Twende nyumbani mwa Bwana. Oh twende nyumbani mwa Bwana. twende nyumbani mwa Bwana. Moja ya sababu ambayo ilipelekea wana wa Israeli kupigwa na kuchukuliwa utumwani Babeli na Ashuru ni kukataa kumtumikia Bwana Mungu wao kwa furaha na kulalamika. Na ndio maana Roho Mtakatifu anapokuja kwenye maisha yetu anatupa tunda la furaha ili tufurahie kumtumikia Bwana, ili tufurahie mateso kwa ajili ya Bwana, ili tufurahie hata tunapokataliwa kwa ajili ya Bwana, ili tufurahie hata tunapopigwa kwa ajili ya Bwana. Furaha ni nini? Furaha ni msisimko wa kihisia juu ya baraka zilizopokelewa au zitakazopokelewa kwa ajili yako binafsi na kwa ajili ya watu wengine. Tunda la furaha linakupa wewe kuzifurahia baraka zako kutoka kwa Bwana, lakini linakupa wewe kufurahia baraka za watu wengine. Na hapa ndio mahali tunapopishana. Kila wakati unapofika mahali unamuonea mwenzako wivu kwa sababu amenunua gari, mpaka unamsema vibaya. Unamuonea wivu kwa sababu amejenga na amehamia kwake. Kwa vile wewe unakaa bado nyumba ya kupanga unajisikia vibaya, unamuonea wivu. Hiyo ni tafsiri ya kupungukiwa tunda la furaha. Kwa sababu tunda la furaha linakupa wewe kufurahia baraka zako na kufurahia baraka za wengine. Lakini kufurahia baraka za wengine hata kama wewe huna bado. Na ndio maana sasa hivi hatuwezi kufurahia sana mambo ya watu wengine. Ni kwa sababu tunda la Roho limeadimika kwenye mioyo yetu. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Hivi wangapi wakisikia Bwana amenitendea muujiza, nimejenga gorofa, mtarukaruka na kushangilia? Au mtaanza kusema unaona sadaka zetu hizo kesha tajirika kwa sadaka zetu? Hivi unaelewa sasa hivi wachungaji wanasema vibaya sana. Yapo kweli, wapo wachungaji ambao ni matapeli na wanajinufaisha kwa sadaka na kwa mapato yasiyo halali. Mapato ya aibu, Biblia inaita mapato ya aibu. Wanauza maji,
wanafanya biashara mbalimbali, wanadalalia uponyaji. Tatizo hilo toa 500,000, tatizo hilo toa 3,000,000, ndio utaombea upone. Au hata wakijenga magorofa, tuna haki ya kukataa na kulalamika. Lakini wachungaji tunaojitaabisha kama sisi, tunaokesha kwa ajili ya roho zetu, tuliokataa mapato ya aibu, ukasikia Bwana ametenda, unatakiwa ufurahie. Maandiko yanasema mafuta yatashuka kutoka katika mlima Sayuni, yatateremkia kichwani pa Haruni, yatashuka ndevuni, yatashukia kwenye mavazi mpaka kwenye mapindo. Manake mafuta ya baraka yanatoka kwa Bwana, yanakuja kwa mtumishi wa Bwana, yanashuka kwako wewe mshirika. Kwa hiyo mtumishi wa Bwana anapofanikiwa, usimwonee wivu. Mafanikio yake ni ujasiri wake wa kukubariki wewe na kukufanikisha. Kwa hiyo kila wakati tunapokosa tunda la furaha, tunaingia kuwa watu wenye wivu juu ya mafanikio ya watu wengine. Mimi siku hata Mwanza amenunua gari, nilisikia furaha sana sana, yaani nilisikia raha sana kabisa. Lakini kuna mwingine ambaye amepungukiwa tunda la roho, ataanza kusema mama Mwanza sasa hivi anajisikia hata atusalimii tena tangu amenunua gari, ni wanatupita tu barabarani. Sasa jamani, mimi niko kwenye gari sija kuona, halafu kwa mfano niko highway, wewe uko huku kwenye rough road, nianze kusimama highway nilete jamu barabarani na ajali, eti nasimama kukusalimia? Jamani, huo ni uungwana. Yaani kubaraka yangu inifanye kuwa mtumwa tena? Jamani, tuache wivu, tujae tunda la furaha. Haleluya, tuwe na tunda la furaha, tufurahie baraka za wengine. Unaishi na jirani yako nyumba ya kupanga, amenunua kabati, wewe una furahia mafanikio yake, Bwana atakubariki na wewe. Jirani yako amenunua makochi, wewe unakaa kwenye mkeka, furahia kochi lake, Bwana atakubariki na wewe. Jirani yako amenunua ka usafiri, usiseme yani tangu amenunua gari hatunywi maji. Acha wivu, furahia baraka za wengine. Tunda la furaha. Mimi hata Nyoni wakati anajenga, nilimwambia mimi Nyoni nitasimamia nyumba yako, usiwe na wasiwasi. Alikuwa kozi kule Tanga, nikaisimamia nyumba mpaka ikaishi. Mzee wangu wa kanisa juzi anasema nina maono ya kujenga nyumba ya kuishi. Nikampa hiyo ramani yangu hapo bure, nilichora kwa gharama. Nikamwambia chukua, usilipe hata 100. Nasikia raha mkijenga, mkae kwenye nyumba nzuri. Hizi roho ndo zinazofanya muendelee kuwa maskini, kuto kufurahia mafanikio ya wengine. Mnafanya kazi pamoja, mwenzako amepata promotion, amepata nafasi ya juu, furahia nafasi yake, mpe sapoti, mpe ushirikiano. Usianze kumfanyia fitina, usianze kumwekea vikwazo, utabaki hapo hapo. Mwenzako amechaguliwa kwenye nafasi ya uongozi, usimwekee kikwazo na kumsema vibaya. Kachaguliwa, kapata hiyo nafasi, usianze kumwekea kikwazo. Hiyo ni tafsiri ya kukosa furaha ya kufurahia mafanikio ya wengine. Chasaya, urithi wa wokovu na uzima wa milele. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mtumishi wa Mungu, mchungaji Pascal Linus Mgilie wa kanisa la EAGT Bethlehem. EAGT